pamoja na watu wa kizazi hiki. Simenielewa? Akawaambia kama ilivyokuwa nabii Yona alivyokaa siku 3 usiku na mchana ndani ya tumbo la ngumi, ndivyo atakavyokuwa kwa mwana wa Adamu. Atakaa siku 3 katika nini? Katika moyo wa nchi. Anajimaanisha yeye Kristo, anajitabiria yeye kifo chake, ya kwamba naye atakufa kama ilivyokuwa kwa Yona. Yeye Yona ndani katika tumbo la samaki, lakini yeye atalala katika tumbo la nani? Katika moyo wa ardhi. Haleluya. 41 watu ndipo 41 watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki. Eti watu wale wa Ninawi watasimama pamoja na hukumu na watu wa kizazi hiki. Watu wa Mungu, nani asiyejua story ya Ninawi? Labda tumsimulie. Ni nani asiyejua story ya Ninawi? Eti wale watu wa Ninawi watasimama katika hukumu pamoja na kizazi hiki ambacho ni kizazi cha zinaa, kimejaa dhambi. Haleluya, kimejaa dhambi. Mtu mwingine ukikutana naye barabarani kama jini kabisa, unaliona jini, makucha hayo. Watu wengine ni wachafu aswa. Haleluya, wanavaa nguo za ovyo ovyo. Na uhakikishia kwamba wewe yoyote ambaye unayevaa nguo zisizo za stara, ndani yako una roho ya kujitongozesha. Wewe ni malaya. Haimaanishi ni mke wa mtu au sio mke wa mtu, haimaanishi ni mume wa mtu au sio mume wa mtu, haimaanishi ni mke wa mchungaji au sio mchungaji. Wewe ndani yako ni malaya, una tabia. Wanawake wengi wana tabia za kujitongozesha. Siku moja mwanamke mmoja akaja kazini kwetu au kazini kwangu, alivyokuwa amevaa ovyo, amevaa nguo ina transparency, chupi yake yote inaonekana, alafu anasimama, mara anainama, anainuka, anabinuka, anafanya, anajua alichokifanya kibaya, alafu amevaa pete ya ndoa. Nikamuuliza swali, dada, hivi mnapovaa nguo huwa mnavaa kwa ajili gani? Au unamvalia nani? Anakuambia mimi nawavalia watu, sijaivaa nguo kwa ajili. Nikasema unawavalia watu, vaa nguo kwa ajili ya mumeo, kwa ajili ya kumpendeza mume wako, ya kwamba ingoni ya stara, unamstiri mume wako unapotoka nje. Haleluya. Unavaa nguo kwa ajili ya maadili ya kimungu. Mungu anapenda ujistiri. Eti anavaa nguo kwa ajili ya watu wa nje. Sasa kama unavaa nguo kwa ajili ya watu wa nje ili weje wakutongoze, na najua wengi wenu mnavaa nguo, unapovaa nguo ili watu wakuone nje. Na kuanzia leo anza kujichunguza. Kama unafanya jambo lolote ili watu wakuone, lakini sio Mungu akuone, wewe mwanadada, jua ndani yako mna roho ya ukaba na roho ya kujitongozesha. Unavaa mtego cha kujitongozesha. Haleluya. Nikamwambia dada, hapo unapoongea hivyo, mume wako kule anajisifia kwamba ana mke wake. Sasa angalia wewe mke wake unachokifanya na unachokiongea. Kwa unatuvalia sisi ili sisi tukutamani, tukutongoze, tuanguke na wewe katika zinaa, katika maovu. Watu wengi leo wamefanika kuwa chambo katika ndoano cha kuwanasa watu, kuwarudisha kwa shetani. Mtu wa Mungu, hakikisha unajiweka sawa sawa. Andiko hili linatuambia vizuri, watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki. Mtasimama katika hukumu, wale watu watajumulishwa hukumu pamoja na kizazi hiki. Eti nao watawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Eti wale watu sasa watawahukumu nyie kwa sababu wale walihubiriwa na walitubu kwa mahubiri ya nabii Yona. Ya nabii Yona akawambia, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Anajimaanisha yeye Kristo. Lakini wale wa Mafarisayo na Masadukayo hawakumwamini Kristo, hawakumwelewa Kristo. Ni sawasawa na mimi ninavyozungumza habari za Kristo. Haleluya. Sizungumzie Yona, Kristo anayeongea ndani yangu. Kama usipomwelewa na kumkubali na kumsikiliza
ukaamua kubadilisha njia yako. Maandiko yanasema walitubu kwa mahubiri ya Yona. Hakikisha kwa mahubiri haya ya Kristo nayo yahubiri leo hii, uende ukabadilike. Tupo nyakati za mwisho. Nenda ukatubu, nenda ukatubu. Angalia maovu yako. Wewe ni mtu gani ambaye usiyejua kusoma nyakati na majira tulizo nazo? Ni ishara gani unataka waambiwe? Nasemaga, yani wapo watu ambao sijua wanataka waambiwe, wapewe ishara gani ndio wajue tupo nyakati za mwisho. Unataka ubuniwe ishara gani ya kwako peke yako ili kuthibitishia kwamba tupo nyakati za mwisho? Haleluya! Mtu wa Mungu, tupo nyakati za mwisho. Watu wa Ninawi walitubu kwa mahubiri ya Yona, wakatubu. Nini maana kutubu? Wakatubu, wakabadilika. Na mimi nakuomba na kusihi katika mahubiri haya, kama njia zako ni njia isiyofaa, wewe ni mtu ambaye umekuwa chachu kwa ajili ya kuangusha wengine katika maovu, wewe ni mtu ambaye yani wewe kuvaa kwako ni kwa mtego kuangusha watu. Watu wakikuona tu wanakutamani, wanaongoza katika dhambi, mavazi yako yanawatega muda wote, yani tabia zako, yani wewe ni mtu ambaye unachangia wengi kwenda motoni. Yani adhabu yako ni kubwa, ni kubwa. Majaribu yanabudi kuja, lakini ole wake asababishaye. Msababishi ni mtu ambaye anahukumiwa zaidi. Siku nyingine mtu akaja kazini kwetu, na yeye mke wa mtu vile vile amejistiri, amevaa nguo na mpasuko mpaka huko, lakini ile nguo ana uwezo wa kuirudishia, ya kuirudishia hivi kiasi, kuirudishia hivi